Mgeni wetu rasmi ni Mheshimiwa Saadi Mohamed Khimji, ni diwani wa kata yetu ya Ilala, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu uchumi na huduma za jamii katika jiji letu la Dar es Salaam. Lakini pia aliwahi kuwa naibu mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Kwa sasa hivi tunasema ni mstaafu. Na mimi ninayezungumza hapa ni katibu wa wilaya Ilala Omar Joko, lakini pia tunaye mtendaji wetu kwa vijana, katibu wa jumuiya ya vijana Juvikiba, Ustadhi Rahisi Mkali. Na wale wako mbele yako kama nilivyozungumza mwanzo ni walimu 26 ambao wametoka katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam katika kata mbalimbali. Yaani baada yake hatukuchukua maeneo ya Ilala tu peke yake, lakini tumechukua kutoka katika kata mbalimbali. Tutakapofika tutambulisho wao inshallah ataonekana mmoja baada ya mwingine kwa nafasi zao. Kwa hivi sasa ni muombe Hajat Neema Maumba yeye atolee maelezo kuhusu maudhui hasa ya hii shughuli yenyewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wa mgeni rasmi mstahiki meya, Mheshimiwa Sheikh wa wilaya ya Ilala, Sheikh Adam Mwinipingu, kaka yangu, Mheshimiwa katibu wa wilaya ya Ilala, Sheikh Omar Joko, waheshimiwa walimu wa madarasa kutoka sehemu mbalimbali katika mkoa wa Dar es Salaam. La kwanza, nachukua fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi aliyotuneemesha, ikiwa kubwa ya neema ni kutufanya sisi kuwa Waislamu. Katika neema alioneemeshwa Muislamu ni Allah kumjalia kuwa Muislamu. Pia nachukua fursa hii kupeleka rehma na amani kwa kipenzi cha Allah na kipenzi chetu mwenye dhamana ya kutuombea siku ya kiyama, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, tumekusanyika siku hii ya leo kwa ajili ya jambo kubwa adhimu, jambo la kuwashika mkono walimu wa madarasa. Watukufu wa Islam, jamii yatakiwa ielewe juu ya umuhimu na dhamana ya walimu wa madarasa. Walimu wa madarasa ndio ambao dini kichafuka wao wanaifanya kuwa upya. Walimu wa madarasa ndio ambao huilea jamii kiroho na kimaadili. Walimu wa madarasa ndio ambao wamekaa nafasi ya mitume. Walimu wa madarasa ndio walio na kazi ya kutuzalishia mashehe na maimamu katika jamii. Hivyo basi, kwa umuhimu huo mkubwa, tunapenda kuungana nao kwa kidogo chetu kwa ajili ya kuwatia moyo na kuwaunga katika jambo hili kubwa wanalolifanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kufahamisha kheri anapata thawabu za mwenye kuitenda. Hivyo twapenda kuwaomba wenzetu wengine waungane na sisi katika heri hii kubwa, kwani jamii ya walimu wa madarasa ni kundi lilopuuzwa sana. Hivyo sisi binafsi akina mama wapenda kheri tunawaunga mkono kwa kichache kisichokidhi. Hivyo ndio tunaomba wenzetu kutuunga na kujitoa kwa ajili ya hili. Tunaomba kuungana ili kuweza kuwafariji walimu wa madarasa kama tunavyojitoa kuyaunga makundi mengine. Mwisho kabisa, naomba Mwenyezi Mungu atuunganishe katika jahazi la kutenda kheri ambalo analiridhia Mola wetu. Wa hadha, assalamu alaikum wa afwan minkum wa minkunna. Kwa yeye hapa alipo anamwakilisha mstahiki meya wa jiji letu la Dar es Salaam. Kwa hiyo huu ndio utambulisho rasmi wa mgeni wetu rasmi. Tukushukuru sana Hajat kwa maelezo mazuri kabisa, kwa sababu kweli walimu hawa au walimu wa madarasa ni tasnia ambayo ilisahauliwa. Na niseme mgeni rasmi, niseme kwamba umepata bahati kubwa kusimamia jambo la kuwanyanyua watu ambao waliofichwa, ambao ni almasi iko chini, lakini wewe unasema kama ndio unaichimba almasi. Hii itabaki katika historia kwamba mheshimiwa alizindua walimu wa madarasa. Na pia walimu wa madarasa sasa tumenyanyuka, kwa sababu jambo likishawa na kina mama, hilo jambo huwa halifeli. Hata Uislamu wetu huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulinyanyuka baada ya Bibi Khadija kusimama kidete. Hivi sasa nitamuomba shekhe wetu wa wilaya, Sheikh Adam Yusuf Mwinipingu, ratiba yetu sio ndefu sana. Kutokana na majukumu aliyokuwa nayo mgeni rasmi, lakini pamoja na harakati tulizokuwa nazo. Tunakimbilia tena akhiru shahari hizi, tukaandae masala ya sikukuu na mambo mengine. Kwa hiyo tutamuomba mgeni wetu shekhe wetu wa wilaya, yeye atatoa nasaha alizokuwa nazo
Baada ya hapo sasa tamkaribisha mgeni wetu rasmi, yeye sasa ndio atazungumza, na baada ya hapo ile kamati yetu ya utoaji wa sadaka sasa itakuwa vizuri. Kina mama tutatoa sadaka, tutatoa neno la shukurani. Baada ya hapo inshallah kutakuwa na neno la walimu, baada ya hapo neno la shukurani. Ratiba yetu iko imeishia hapa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi wa hafla yetu hii muhimu, Mheshimiwa Saadi Kimji, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya uchumi na jamii ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia ni diwani wa kata ya Ilala, waheshimiwa kina mama wapenda kheri wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mwenyekiti wa katibu wa wilaya Ustadh Omar Joko, katibu wa jumuiya ya vijana wilaya Ustadh Rahisi Adamu Mkali, ndugu walimu wa madrasa na waalikwa wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha tumekutana hapa katika jambo la kheri na muhimu. Lakini pili, tuwashukuru viongozi na kina mama wapenda kheri, kama vile ambavyo bango letu linavyosomeka, wamama wapenda kheri katika mkoa wa Dar es Salaam, namna walivyochangamkia fursa ya kuhakiki wanarithi na kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia tofauti tofauti. Katika hali ya kawaida, jambo hili ni muhimu sana kupongezwa, lakini na kuombewa Mungu, kwa sababu Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, Mwenyezi Mungu amhifadhi, siku zote amekuwa akipaza sauti kuiambia jamii ya Watanzania, watu wenye nafasi na fikra, kukusanya pamoja mawazo yao na fikra zao, lakini pia kuwashajiisha wenye uwezo zaidi na wenye uwezo wa kati na mdogo, kuweza kukusanya nguvu zao pamoja ili kila jambo liweze kukaa katika muundo unaotakiwa. Katika hali ya kawaida, kuzisaidia jamii ni jambo muhimu sana, na leo tumeona wakina mama hawa namna walivyojikusanya na kuamua jambo hili. Wao wamekwenda kufasiri na kutekeleza agizo la mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walimu wa madrasa tutakuwa tunakumbuka, kuna siku mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anahutubia katika swala ya Idi. Alivyomaliza kutoa hutuba yake, alielekea upande waliokaa kina mama kwenda kuzungumza nao maalum. Alizungumza na jamii kwa ujumla, wake kwa waume, lakini mara baada ya kumaliza mazungumzo hayo aliwaelekea wanawake, na alipofika kwa wanawake aliwaambia mambo mengi sana, lakini jambo la kwanza alilowaambia na jambo la pili alilowaambia, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita kwa kusema, ya ma'shara an-nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Enyi wanawake, toeni sana sadaka, halafu zidisheni sana istighfar. Toeni sadaka, zidisheni sana istighfar. Na istighfar, kuna istighfari kaulia na istighfari amalia. Kuna istighfari ya maneno na kuna istighfari ya matendo. Liko tendo ukilifanya inakuwa ni istighfar, kama utekelezaji wa swala 5. Lakini ukija katika upande wa maneno, kuna maneno ukisema ndio istighfar, kama kusema astaghfirullah, astaghfirullah, au katafuta namna yoyote, astaghfirullah alazima min kulli dhanbin wa atubu ilayhi,
au ukatafuta namna yoyote ya kufanya, lakini almuhimu ni kwamba istighfar. Upande wa sadaka ndio hili ambalo tumeona mama zetu hawa, manake ni agizo la Mtume Muhammad. Wao baada ya kulisoma na kulielewa, wakaamua sasa wakusanye fikira zao pamoja, wakusanye uwezo wao pamoja, lakini pia wawashajiishe na watu wengine ili waungane pamoja kuweza kulifanya jambo kubwa kama hili. Walillahi alhamdu, tunashukuru sana kina mama hawa wapenda kheri kuamua jambo hili kuja kulifanya katika ofisi zetu za Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA katika wilaya hii ya Ilala. Hii ni fahari kubwa kwetu kuona kwamba na sisi tunaweza tukashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuwashika mkono walimu wa madrasa. Nasaha zangu, upande wa kina mama wamekwisha maliza jukumu lao. Wao tayari wamekusanya na cha kwao, na wanaendelea kuwahamasisha na wengine washiriki pamoja ili kulitekeleza hili jambo. Lakini jukumu lililobaki baada ya wao kuona walimu wa madrasa ni kundi lililosahaulika na ni kundi ambalo haswa katika kipindi hiki cha sikukuu linakosa chochote kitu, kwa hivyo wakaamua wawaite baadhi ya walimu, na hii ni kutokana na uwezo na ile nguvu walioikusanya. Kwa hivyo nasaha zangu kwa kina mama hawa, lakini pia na wadau wengine, waungane na hili kundi, wakusanye nguvu zao, kwa sababu ni jambo ambalo tayari limekwishaanzwa. Maana yake wakiungana hapa tutapata kundi kubwa la walimu wa madrasa kuweza kuwasaidia na kuwashika mkono, hasa katika hili 10 la mwisho kuelekea sikukuu ya Eidul Fitri. Lakini pia nasaha zangu kwa upande wa walimu. Walimu ni lazima tuitikie kaswida ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Ad-Doktor Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Amekuja na kaswida nzuri ya jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa hivyo walimu ni waombe kwamba jitambue wewe ni nani katika jamii. Nafasi yako haifanani na yoyote katika jamii. Ukimuona imamu yoyote msikitini, basi ametoka mkononi mwako. Ukimuona shekhe leo yuko katika kitengo fulani, ametoka mkononi kwako mwalimu wa madrasa. Ukimuona muadhini, ametoka mikononi mwako. Wewe ni mtu muhimu katika jamii. Sasa kwa umuhimu huo, pamoja na kusahaulika kwako, wewe tekeleza jukumu lako. Hakikisha unafanya jukumu lako ipasavyo katika utaratibu na misingi inayotakiwa. Na kubwa la kuweza kulifanya na kuzingatia ni kuona au kujua dhamira ya mzazi anapomleta mtoto wake kwako, anahitaji nini. Kama anahitaji mzazi mtoto wake apate maadili, mpe maadili. Kama anahitaji kuijua dini, basi mfunze dini, lakini usimpotezee muda. Kuna hali isiyokuwa nzuri na isiyopendeza kwamba mtoto analetwa chuoni kwako, unafika mwaka mmoja, miaka miwili, hata juzu amma hajamaliza. Huu ni msiba. Na ukijifanyia utafiti mwalimu, unaweza ukagundua sehemu gani ambayo umefeli. Kiutaratibu sio fahari kubwa kujikuta pale chuoni una wanafunzi wengi 150, 200, alafu uko peke yako, na ukaanza kuwatangazia watu na wanafunzi 150, alafu niko peke yangu napiga kazi. Hii utakuwa unatuongopea. Ni lazima upate wasaidizi, na wasaidizi hao maana yake ni kwamba tunakwenda kuokoa rasilimali muda. Hakuna kitu chenye thamani katika maisha ya mwanadamu kama muda. Kwa hivyo mwalimu pale madarasani kwako ukaamua na ukaweka utaratibu maalum kwamba ndani ya kipindi hichi cha miezi mitatu huyu mtoto toka akabidhiwe kwangu, aletwe kwangu, ndani ya miezi mitatu nataka awe hivi. Lazima ujiwekee huo utaratibu na mpango. Alafu miezi mitatu inayofuata awe hivi. Manake baada ya mwaka mtoto huyu atakuwa yuko hivi. Baadaye unamfanyia tathmini ya maksudi na uchunguzi kwako wewe kuona, je, yale matumaini, yale matarajio, yale malengo uliyoyaweka umeyafikia au hujayafikia. Kama umeyafikia, basi utamshukuru Mwenyezi Mungu.
na kama hujayafikia ni lazima ufanye uchunguzi wa kina. Kuna changamoto zipi zimesababisha usifikie malengo yako? Kama ziko changamoto, tafuta namna ya kuzitatua ili kusudi uweze kufikia malengo. Angalau mtoto huyu akimaliza mwaka kwenye madarasa yako, wewe umwekee kiwango cha elimu kwamba awe amefika hapa. Lakini kama hatujaweka mikakati hiyo kwamba wewe utapokea tu watoto, huna mpango wowote mkakati, hapa tunakwenda kupoteza muda wa watoto, na mwisho wa siku mtoto ule atasoma alafu atakuwa haelewi anamaliza lini chuoni, atakuwa nani kwa kipindi kipi, muda gani, haelewi. Mwisho wa siku anaona na chuo chenyewe tena basi akichuchuka kidogo tu akiwa mkubwa, alafu atakuwa dhini, hajui kuhitimisha, hajui kusoma Qur'ani, hajui kufanya jambo lolote, hajui akitaka kulala hajui dua kulalia, akiamka hajui aseme nini, akitaka kula hajui chochote cha kusema. Likiwa jambo lenyewe kama hilo, itafikia mahala mtoto huyu naye atadharau na madarasa yake, ataamua kuingia mtaani, tutakuwa tumempotezea muda. Kwa hivyo, kwa nafasi zenu, namna mlivyokuwa na umuhimu mkubwa na ubora uliotangazwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba sasa twende tukajipange, na tunapokwenda kujipanga tuendelee kunyanyua mikono yetu ya kawaida, na tunyanyue mikono ya nyoyo zetu tuelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwambie Allah, wako kina mama waliojitoa na kujitolea, wameamua kutushika mkono. Mwenyezi Mungu washike na wewe, Mwenyezi Mungu wanyanyue, wape taufiki, kwa sababu machozi yetu kama walimu yanakuja kufutwa na hawa kina mama wapenda kheri wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo na sisi kwenye swala zetu, kwenye dua zetu, kwenye nyiradi zetu, tuwaombee hawa kina mama wazidi kupata nguvu na ari na hamu zaidi, waweze kuwasaidia walimu wa madrasa, ili na sisi tufanye mambo yetu yawe mazuri. Kwa hivyo nasaha zangu kwenu walimu wa madrasa, twendeni tukakae kwenye nafasi zetu na tuzitambue nafasi zetu, lakini pia tuache mazoea na tubadilike kutoka katika huu muundo wa kawaida twende katika muundo mwingine kabisa, ili kuleta kheri na utaratibu uliokuwa mzuri. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nafasi hii ni ya kwako, tupate kusikia nasaha zako na maelekezo yako, ili kusudi twende tukafanyie kazi insha Allah. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shehe wetu wa wilaya ya Ilala BAKWATA, kaka yangu shehe wangu Adamu Nyipingu, wakina mama wa mkoa wa Dar es Salaam wapenda heri, wakiongozwa na dada yetu, mama yetu Hajat Neema Maumba, katibu wetu wa Baraza la Waislamu wilaya ya Ilala, shekhe wetu, kaka yetu Sheikh Umar Joko, katibu wa vijana wa Kiislamu katika wilaya yetu hii ya Ilala, kaka yetu, ndugu yetu, dogo wetu Sheikh Rais, walimu wa madrasa kutoka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam, itifaki ikizingatiwa. Asalamu alaikum. Shehe, kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu wa kutujalia afya na uzima, lakini pia kutuongoza kwa ajili ya jambo hili kubwa, zuri na muhimu linalofanyika katika siku hii ya leo ndani ya ofisi zetu za BAKWATA wilaya ya Ilala. Kwangu mimi binafsi, leo hii ndiyo mara ya kwanza naweza kupata fursa ya kushiriki moja kwa moja kama mgeni rasmi kwa niaba ya mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kushiriki namna ambavyo wakina mama waliojikusanya kwa pamoja wanaotupendea kheri katika taifa letu la Tanzania
lakini pia katika dini yetu ya Kiislamu, kuona wana kila sababu ya kuweza kuwashika mkono walimu wa madrasa. Hili ni jambo kubwa, na kwangu mimi imekuwa faraja kubwa sana kuweza kuwa mgeni rasmi katika jambo hili. Hii ilikuwa fursa ya mstahiki meya, lakini kutokana na majukumu ya mara kwa mara na wakati mwingine majukumu ya kitaifa, basi anakuwa hana budi kutupa nafasi sisi wasaidizi wake kuweza kumwakilisha katika maeneo mengineyo. Na jambo hili limekuwa likifanywa na hata sisi viongozi wa kidini. Mufti mara kadhaa nimesikia kwamba anatuma wawakilishi katika maeneo mbalimbali ili kumwakilisha, kwa sababu wakati mwingine yeye mmoja hawezi kujigawanya katika maeneo yote, na kwa mahaba tu anaamini kwamba akimtuma mwakilishi basi amekuwa kama yupo yeye katika eneo hilo. Basi ndiyo vivyo hivyo kwa mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Sheikh Nurdin Bilali Juma, wetu sisi kama wasaidizi wake kutupa majukumu mbalimbali pale anapobanwa na majukumu mengine ya kitaifa. Mstahiki meya alipokea taarifa kutoka Ikulu kwamba leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa akiwahitaji viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa haraka na kwa umuhimu. Hivyo basi akaona yeye aende kusikiliza wito wa Mheshimiwa Rais, na sisi wasaidizi wake wa karibu tuweze kumwakilisha katika jambo hili kubwa na zuri wanaolifanya wakina mama wa mkoa wa Dar es Salaam kwa walimu wetu wa madrasa mbalimbali za mkoa huu wa Dar es Salaam. Tukio hili linafanyika katika ofisi ya BAKWATA wilaya ya Ilala, lakini kwa taarifa tuliyoipata, wapo walimu wa madrasa wanatoka hata katika nje ya wilaya hii ya Ilala. Hii ni heshima kubwa kwa wilaya ya Ilala na inaonyesha namna gani imekuwa kimbilio kwa shughuli za kimkoa wa Dar es Salaam kufanyika katika wilaya hii ya Ilala. Alhamdulillah, na sisi viongozi wa kiwilaya kwa maana ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tumepokea heshima hii kwa niaba ya baraza la Waislamu katika wilaya yetu ya Ilala kwa heshima hii kubwa tulioipata. Ni imani yangu kwamba zoezi hili la leo litakuwa ni zoezi litakalowavutia wadau wengi ama Waislamu wengi na wawezeshaji wengi watakaoguswa kama walivyoguswa wakina mama hawa wapenda heri wa mkoa wa Dar es Salaam. Kada hii ya walimu wa madrasa ni kweli kada ambayo inaonekana imesahaulika, lakini ndiyo chimbuko la amani katika taifa letu hili la Tanzania. Mara kwa mara jua linapokuwa kali, ziki zinapoongezeka, basi viongozi sisi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali, tunarudi kwa viongozi wa kiimani, hususani viongozi wetu wa dini ya Kiislamu. Jamani, jua limekuwa kali, ziki imekuwa kubwa, tunaomba mtuombee. Walimu nyie wa madrasa bila ya iana kwa kushirikiana na viongozi wetu wa BAKWATA wilaya, BAKWATA mkoa, mpaka BAKWATA taifa, wakati mwingine mmekuwa mkifunga swaumu, lakini wakati mwingine mlikuwa mkifanya maombi katika maeneo mbalimbali ili kutuondoa ziki hiyo, aidha ya mvua kali kupitiliza au jua kali kupitiliza, au limejitokea tatizo kama matatizo mengine yaliyojitokeza, hususan tukio la tarehe 29 mwezi wa Oktoba, tukio ambalo limetingisha nchi yetu na Afrika kwa ujumla. Hivyo basi mchango wenu ni mkubwa katika jamii, lakini mchango wenu mkubwa katika kuimarisha dini yetu ya Kiislamu. Hiki walichofanya wakina mama wa Kiislamu wapenda heri ni jambo ambalo linatakiwa liungwe mkono na viongozi wetu wa kidini, lakini na sisi viongozi wa kisiasa.
Na katika hili, kwa mimi leo ni mwakilishi wa mstahiki meya, nitalichukua jambo hili kwa uzito huu na kumwasilishia kama mwakilishi wake, na naamini kupitia uwasilisho wangu lipo jambo na yeye atafanya kwa ajili ya walimu hawa wa madrasa. Hivyo niwaombe tuendelee kuwa na subira. Mmekuwa na subira ya muda mrefu, lakini sasa nimeona kwamba jamii imetambua uwezo wenu, imetambua maarifa yenu, lakini imetambua hali ya amani na utulivu wa taifa letu. Wakati mwingine unasababishwa na uwepo wenu na maombi yenu mnayoyafanya. Hivyo basi tutaendelea kuwaunga mkono kwenye shughuli mbalimbali zinazofanyika katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hususan katika wilaya yetu hii ya Ilala. Shehe, jambo kama hili pia nimelisikia sehemu linafanyika ndani ya wilaya hii ya Ilala. Hivi karibuni kulikuwa na mashindano ya usomaji wa Qur'an katika kata ya Pugu, na yaliandaliwa na uongozi wa kata ya Pugu, kwa maana baraza la Waislamu katika kata ya Pugu chini ya Shehe Hamdani Ramadhani. Mashindano yale kwa kweli mimi yalinivutia, lakini si kunivutia tu, iligusa pia kada hii ya walimu. Kwa taarifa nilizopata, ipo sadaka ilitolewa kwa ajili ya walimu ili walimu hawa waendelee kuhamasika na wakati mwingine waone wao ni sehemu ya jamii, lakini wao ndio ambao wanazalisha viongozi wa baraza la Kiislamu katika kuanzia kwenye mitaa, kwenye kata, kwenye wilaya, mikoa mpaka taifa. Lakini wakati mwingine sisi imani yetu, na ndio kitu ambacho kilichokuwa wazi kabisa, kwamba mtoto akiwa ameelimika katika dini, hasa hususan dini yetu ya Kiislamu, anakuwa mcha Mungu, na mcha Mungu yoyote hawezi kujiingiza katika masuala ambayo si ya kiucha Mungu. Tunapata watoto ambao baadaye wanakuja kuwa viongozi wazuri kwenye dini, lakini wanakuja kuwa viongozi waadilifu katika serikali na vyama vyetu vya siasa. Hivi nitoe wito kwenu, muifanye kazi hii kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, na mkiamini kuna malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na naamini mtapata riziki zenu kupitia elimu hii mnayoitoa. Hata kama itachelewa, lakini itafika tu wakati taona faida ya nyinyi kuwa walimu wa madrasa, kulingana na namna ambavyo mnavyojitoa kwa ajili ya watoto wetu tunawafundisha. Lakini pia si hapa tu malipo yake, tunaahidiwa malipo makubwa zaidi mbele ya haki huko mbele akhera. Tunaamini kabisa kazi hii mnaoifanya ni kazi ya kiucha Mungu. Endeleeni kufanya hivi, Mwenyezi Mungu atawajalia kila la heri. Wakina mama wapenda heri, mimi leo nimewapenda sana kwa namna ambavyo mmeweza kujitoa katika hili. Nyinyi sasa mnakuwa kama kioo kwa wakina mama wengine ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, sio siri, wakina mama wana mambo mengi. Unapowapata wakina mama wachache wanayemtambua Mwenyezi Mungu, wanayejali dini, na wanaotoa mchango wao kwa ajili ya kuimarisha dini, wakina mama hao ni wa kuwashika na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwafanyia wepesi, lakini awape malipo makubwa zaidi huko mbele akhera tunapoenda. Kama mnavyotambua, mkiangalia na sasa hivi mambo ya social media yapo kila sehemu, ukiangalia matukio mengi ambayo wakati mwingine tunasema kabisa yanamkosea Mwenyezi Mungu, yanafanywa na wakina mama. Sasa walimu wa madrasa, ni jukumu lenu kuwalinda watoto wetu wa kike, kuwasomesha na kuwasimamia juu ya maadili,
ili baadaye tuzalishe wakina mama wapenda heri kama hawa tuliokuwa nao wengi zaidi ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa uchache wao ndio hicho walichokifanya. Tunaamini wengi wao hawa wasichana wadogo wadogo wanaokuwa mpaka wanafika umri fulani, wakiwa wameelimika na wakiwa wameishika dini, wakawa kama wakina mama hawa, basi tunaamini mchango utakuwa mkubwa zaidi wa kutoa elimu kwa watoto wanaozaliwa kuanzia majumbani, kwa sababu walezi wa kwanza kabisa wa karibu ni wakina mama, wa kuwafundisha maadili watoto wetu, na wakati mwingine wao ndo wa kuwashika mkono na wanawashika mkono kuwapeleka kwenye madrasa. Sasa watoto wetu tukiwaelimisha, wakikuwa katika misingi hiyo, basi watapokea kazi hizi zinazofanywa na kina Hajat Emma Maumba kwa nguvu na spidi ya hali ya juu. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea heri hao wakina mama, lakini tuendelee kuwaombea heri watoto wetu waweze kuyashika masomo haya, na mwisho wa siku wawe watoto wema, wawe wakina mama wa baadaye wema, na waje kuisimamia dini yetu hii ili kuweza kuepuka zile adhabu ambazo tunaambiwa zipo kali sana kwa wakina mama kupitia kile kisa cha Miraji. Ndugu zangu, nawaomba sana mashehe wetu, walimu wetu wa madrasa, mtusaidie kusimamia jamii iliyotuzunguka katika maeneo yetu. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya kudumu uchumi na huduma za jamii nayesimamia masuala ya kijamii, nafarijika sana kuona jamii yetu inakuwa yenye ustaarabu, jamii yetu inajaliana kwa shida na raha, lakini jamii yetu inakuwa jamii ya wacha Mungu, ili baraka zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu ziwe zinatutembelea katika maeneo yetu. Yale mambo ambayo yanamkasirisha na kumuudhi Mwenyezi Mungu yasiwepo katika maeneo yetu. Na alhamdulillah, mimi binafsi huwa najivunia sana wilaya yetu ya Ilala. Wilaya ya Ilala kupitia shehe wetu Sheikh Adam Munyipingu imekuwa wilaya inayofanya mambo ya heri kila kukicha ndani ya wilaya yetu hii ya Ilala. Shughuli za maulidi kila kona, na wakati mwingine mimi huwa najivunia kama diwani wa kata Ilala, na nawatingisha madiwani wenzangu, nawaambia mimi ndio ninaongoza kwa kufanya maulidi nyingi kuliko kata nyingine yoyote mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kupitia wananchi waliokuwepo ndani ya kata yetu. Lakini huwa najivunia saa nyingine Sheikh Munyipingu kwamba mie katika kata yetu ndio tuna misikiti mingi zaidi kuliko kata nyingine yoyote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam huu, sijui mikoa mingine. Na misikiti karibia 21 na misala karibia 4 au 5. Sasa sijui kama kuna kata nyingine Sheikh atalisaisha yenye misikiti ya aina hiyo, tena ni mikubwa, misikiti mizuri, na misikiti ambayo wakati mwingine inajaa waumini kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini wakati mwingine huwa tunaamua kufanya dua za mara kwa mara wa marehemu Isa Alhamudi, nafanyika dua za mara kwa mara, shughuli za kidini mara kwa mara zinafanyika pale. Lakini vile vile tuna mahali, tuna shehe wetu Sheikh Isa Tamanyoni, mpaka juzi mimi nilikuwa sehemu ya waalikwa, ilienda imefanyika maulidi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani juzi tu hapa, maulidi nzuri, mashehe mbalimbali wamekuja, imefanywa dua kubwa la kuiombea nchi yetu, lakini vile vile kuombea wenzetu waliotangulia mbele ya haki. Na hao ni mfano tu, lakini imekuwa ikifanyika katika maeneo mbalimbali ndani ya kata Ilala, lakini naamini yanafanyika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Ilala chini ya shekhe wetu akiongozana na katibu wake na viongozi wengine wa baraza la Waislamu katika wilaya yetu hii ya Ilala. Katika hilo shehe, tunakupongeza sana. Mwenyezi Mungu akujalie kila la heri, uendelee kudumu katika hii nafasi, na kama Mwenyezi Mungu ataamua utoke katika hii nafasi, basi usogee pale juu kabisa. Hiyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaamini ipo siku itafika inshallah, na kwa uwezo wako na namna ambavyo umeshika dini na namna ambavyo umeweza kusimamia Waislamu katika wilaya yetu hii ya Ilala, tuseme amini inshallah. Amin. Basi mimi ya kwangu yalikuwa ni hayo shehe. Kina mama wapenda heri, lakini na walimu wa madrasa tuendelee kushikamana katika misingi aliyotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusimamisha dini yetu, kuimarisha umoja na mshikamano, lakini kikubwa kuiombea nchi yetu amani na utulivu.
mwisho ninashindwa niandike nini, maana kila kinachopita kwangu kina umuhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kina mama hawa ili zoezi walianza tokea mwaka 2024. Hii ni mara ya 3 hii. Mara ya kwanza mwaka 2024 walipata walimu 10, lakini mara ya pili wakapata walimu 10. Hii mara ya 3 2026 hii sasa wamepata walimu 26. Na hili jambo mara ya kwanza walikuwa wanalifanya katika viwanja vya katika kumbi za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA Taifa, lakini walivyoona umuhimu kwamba hivi sasa tulifanye katika wilaya yetu ya Ilala, na hasa kuangalia mwenyekiti wetu wa uchumi wa jiji la Dar es Salaam uko hapa wilaya yetu ya Ilala. Sasa wakaona kwamba hili jambo nalo sasa tulihamishia Ilala, lakini pia mstahiki meya wa jiji tuko naye Ilala. Wakaona kwamba hakuna sababu nyingine kulipeleka wilaya zingine, jibu tulipeleke hili jambo katika wilaya ya Ilala. Kwa ruhusa yako nitakuomba nikutajie walimu 26 hawa ili kuonekana kwamba wapi wanakotoka, kwa sababu kama nilivyozungumza walimu hawa hawatoki jimbo la wilaya Ilala tu, lakini walimu hawa wanatoka mkoa mzima wa Dar es Salaam. Nitamtaja ustadhi na anakotoka, atasimama atanyosha mkono, lakini wakati huo nampa nafasi Bi Aisha, kwa sababu ndio mwakilishi wa kina mama katika wapenda kheri katika masala ya utoaji sadaka, na taja hili mradi ajue kwamba zoezi linakuja kwake yeye. Ustadhi Ahmad Faki kutoka madrasa Neema Maumba, Ustadhi Yahya Abdallah kutoka Dilalatu Wadhiha Buguruni Malapa. Wa alaykum salam. Ustadhi Hamisi Nyota madrasa Neema Luai kutoka Buguruni Malapa, Kadiria Nyota yuko mwisho. Ustadhi Omar Joko madrasa Istiqama Temeke, kama alivyosema shekhe wetu kwamba ukimwona shekhe basi katokea madarasani, na Mtume anasema bu'ithtu muallima, mimi nimeletwa kwa mwalimu, wala hajajisifu sehemu kuwa shekhe wala nani. Kwa na mimi ninaomba nife katika nafasi ya kuwa mwalimu pamoja katibu wa wilaya Ilala, nafasi yangu ya ualimu siiache. Huyo Omar Joko huyo kutoka Istiqama ndio mimi MC ambaye katibu wa wilaya Ilala, lakini mwalimu wa madrasa kutoka Temeke. Ustadhi Shaibu Sefu Idi madrasa tu Aisha Kivule. Ustadhi Twaha Salum Pagae ustadhi madrasa Nurania Tandika. Hii Nurania hii kuna mzee mmoja tu Jogoa Dufu kule. Yaani yeye katafuta majina yote na vyovyote akasema yeye ni Jogoa Dufu. Nurania ndo kijana wake yule. Ukhti Halima Hudama kutoka Kigamboni Cheka amemwakilisha mwakilishi wake yule. Ukhti Arafa Masawe Nurania Msongora yupo yupo. Ustadhi Suleiman Abdallah Nurul Islam Sharifu Shamba, mashaallah. Ustadhi Zajinu Sharif Salihina Mabibo Kinondoni, yupo Kinondoni. Ustadhi Shafi madrasati Yombo Temeke, ipo mwisho. Ustadhi Abdurrahman Abdallah Istiqama Msasani, mashaallah, hii Msasani ya Kinondoni hiyo. Ustadhi Muhyiddin Saleh Machelenga Talbiyat Islamia Mwananyamala Kinondoni. Ustadhi Faraji Saidi Fatiha Islami Chanika. Ustadhi Abdallah Omar Saidi Abra Barafu Magomeni. Ustadhi Al-Khamisi Ridha Kadiria Magomeni. Ustadhi Uthmani Zuberi Bakari Masjid Shafi Ilala, inshallah mwakilishi wake yupo. Ustadhi Muhammad Muzdalifa Mwananyamala, Ustadhi Omar Muhammad mwakilishi wake. Ustadhi Nasoro Suleiman Hawa kutoka Tabata. Ustadhi Sudi Raudha Kigogo madarasa Raudha Kigogo kutoka Kigogo. Ustadhi Saleh Mikole madarasa Kamari. Ustadhi Salum Mikole madarasa Kamari Majohe Gongo la Mboto. Ustadhi Waja Sina Shibri Kiwalani madarasa Shibri. Ustadhi Rai Hassan Tauhid kutoka Magomeni.
Ustadhi Abdurrahman Masjidi Dodoma kutoka Ilala, Ustadhi Muhammad Batil Madrasa Batil Akhlaqi Islamic kutoka Kigamboni, Ustadhi Abdul Azizi Hadad Bomba Mbili Ukonga. Hawa mgeni rasmi kama ulivyoona kwamba imesheheni wilaya zote za mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kina mama hawa ni wapenda kheri kweli kweli, na si wapenda kheri tu, pia ni wapenzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wanaimadihi hadithi ile inayosema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Kwa hiyo wanawafadhili, wanawashika mkono wale watu bora. Mkono mbele picha na bahasha ina hapo hapo. Aha. Walimu wa madrasa waambiwa hapa bahasha hizi zina shilingi 50 kila mmoja. Mashaallah. Kwa hiyo mpokee inshallah. Allahu akbar. Ustadh Yahya Abdallah. Ustadh Khamis Nyota Neema Alwali Qadiria Nyota Buguruni Malapa. Ustadh Omar Joko jiandae. Pokelee. Ustadh Omar Joko Istiqama Mtoni Temeke. Jambo limefanyika jambo sasa. Baba. Ustadhi Twaha Salum Pagaye Nurania Tandika. Mwakilishi wa ukhti Halima Kudama Madrasa Kudama kutoka Kigamboni Cheka. Njia Kimbiji nyumbani huko. Ukae kabisa. Wakina Alhaji Jeta huko. Ustadhati ukhti Arafa Masawe kutoka Madrasa Nurania Msongola. Manake sekta zote zimechukuliwa, kina mama, kina baba, vijana na watu wazima kidogo. Kwa sekta zote zimeingia. Alhamdulillah. Kina mama mmechagua vizuri. Wala si mfume duma. Ustadhi Suleiman Abdallah Nurul Islam Sharif Shamba Ilala. Ustadhi Shafi Madrasa Tiombo Temeke. Ustadhi Abdurrahmani Abdallah Madrasa Istiqama kutoka Msasani Makangira. Ustadhi Muhammad Saidi Machelenga Talbiyatul Islam Mwananyamala Kinondoni. Ustadhi Faraji Saidi Fatih Islamia Chanika. Ustadhi Abdallah Omar Saidi Abra Barafu Magomeni.
Ustadh Ali Khamis, Madrasa Ridha Qadiria Magomeni. Ustadh Uthman Zuberi Bakari, mwakilishi wake Masjid Shafi Ilala. Ustadh Omar Muhammad, Madrasat Muzdalifa Mwananyamala. Ustadh Nasr Suleiman, Madrasatu Hawa kutoka Tabata. Ustadhi Sudi, Madrasa Raudha kutoka Kigogo. Ustadhi Salum Mikole, Madrasatu Kamari Mikole kutoka Majohe Gongo la Mboto. Kamaria ya Kamari. Madrasatu Kamaria Mikole Gongo la Mboto. Ustadhi Waja Sinina, Madrasatu Shibli kutoka Kiwalani. Ustadh Rai Hassan, Madrasa Tauhidi kutoka Magomeni. Ustadhi Abdurrahman, Masjid Dodoma Street Ilala. Ustadhi Muhammad, Madrasatu Akhlaq Islami kutoka Gamboni. Na ukae wewe. Bathil Akhlaq Islami kutoka Gamboni. Ustadh Abdul Aziz Haddad, Bomba Mbili Ukonga. Swanaisha. Kuna ustadhi nimemwacha? Ustadhi nani? Naam? Sogea hapa karibu. Aha. Haya, wanakuja majina yao? Ameisha. Inshallah. Haya, naomba meza kuu tukae. Zoezi limekamilika alhamdulillah.